katika uwepo wako jioni ya leo, na tunakushukuru kwa sababu una mpango na makusudi mema na maisha yetu, na kila aliyeko mahali hapo Bwana unagenda pamoja naye. Na mimi naomba nikupe nafasi jioni leo tena, unipe neno lako katika ufunuo na katika neema ya kunena, katika nguvu ya kunena na mamlaka katika kunena, ili ya kwamba ninaposema neno lako niseme moyo wako katikati ya kanisa lako na katikati ya watu wako, na mafuta ya Roho Mtakatifu yakapate kuwepo juu yangu, yakiwa na neema ya kufundisha, neema ya kufafanua kweli ya neno lako Bwana, na yakiwa yamegusa moyo wa kila mmoja kwa ajili ya kupokea, katika jina la Yesu, amen. Amen. Karibuni sana. Kwa wale ambao napenda niwakumbushe tena tulikotoka, tunasoma somo linaloitwa Mtaifahamu Kweli, na tuna maeneo mawili. Eneo la kwanza linahusiana na kweli, lingine linahusiana na uongo. Ili tutofautishe kweli na uongo, tuliamua tuanze neno la kwanza ambalo linaongelea habari ya kweli, ili tukijua kweli ni rahisi pia kujua uongo. Kwa hiyo nilitoa tafsiri ya neno kweli katika kamusi tofauti tofauti na katika maandiko tofauti tofauti ya Biblia. Nilichambua neno kweli ni nini kwa vyanzo mbalimbali. Naendelea kuwakumbusha mtiririko hayo masomo yako kwenye YouTube, kwenye channel ya Bishop Sentozi, unaweza kuyafuatilia, yako hapa. Kipengele cha pili tulifundisha ni kweli inadhihirika kutokana na mpango wa Mungu kwa mwanadamu kuanzia wakati wa uumbaji. Tatu, kweli ni mpango wa wokovu, na kweli inadhihirika katika Yesu Kristo. Kilikuwa kipengele cha tatu tulijifunza. Kipengele cha nne tulijifunza kipengele kinaitwa kukaa katika kweli na uhuru unaopatikana kwa njia ya kweli. Tano, tulijifunza jana, kipengele cha tano kilikuwa kinaitwa Roho wa Kweli. Jana tulikuwa tunajifunza kipengele kinaitwa Roho wa Kweli, na leo tunajifunza kipengele kinachoitwa kuabudu Mungu katika kweli. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba twende wote pamoja katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 4. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 19 mpaka mstari wa 24. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 19 mpaka ule wa 24. Bwana Yesu asifiwe. Sura mstari wa 19 unasema, mwanamke akamwambia Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudu. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini sasa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi
Huyu mtu wa vyombo ameenda wapi? Ambayo waabuduo halisi watamwabudu naomba nirudie mstari wa 23. Lakini saa inakuja ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Narudia tena, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mstari wa 24, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Moja ya mambo ambayo ni ya muhimu sana sana tunapoongelea jambo hili linaloitwa kweli ya Mungu. Tulisema tangu mwanzo Mungu ndiye kweli, naye akamtuma Yesu neno lake ambalo ndilo kweli, na Yesu akaja akiitwa nuru halisi, nuru amtiaye uzima kila mtu, na ndani mwake alikuwa amejaa neema na kweli. Neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye katika kifua cha Baba, amejaa neema na kweli. Na yeye akiwa anatangaza kwa habari zake mwenyewe, akawaambia wanafunzi wake ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, kwa sababu nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, na mimi naenda kuandalia makao. Na kama hayo makao yasingekuwapo, ningeliwaambia kwamba hayapo, lakini nawaambia kwamba yapo na ninaenda kuandalia. Filipo akamwambia tuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia Filipo, unifahamu bado? Kiniona mimi umeona Baba. Haleluya. Mwila kauliza, sisi hatujui unakokwenda, njia tunaijuaje? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa unaongea neno kweli, unaongea Mungu mwenyewe, unaongea Bwana Yesu aliyekuwa neno akafanyika mwili. Unaposema kweli, unasema neno lake, unasema kila kilichotoka katika kinywa cha Mungu. Unaposema kweli, unaongea uhalisia wa makusudi halisi ya Mungu juu ya mwanadamu. Hiyo ndiyo kweli. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo watu hawa waliokuwa wanaishi kwa sababu ya mapokeo yalikuwa yana kitu, jana nilikuwa naongelea, kinachofanania kutembelea kando kando ya kweli au kando kando ya njia, na ukiwa hauko makini unaweza ukadhani uko njiani,
na unaweza kadhaniwa hata na watu wengine kwamba uko njiani, kwa sababu mapokeo na njia kuna wakati vinakuwa kama vinafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mapokeo na njia halisi kuna wakati vinakuwa kama ni kitu kile kile, na mtu asipojua anaweza akaabudu kwa mapokeo akadhani anaabudu kwa kweli. Haleluya, haleluya. Mtu asipojua vizuri anaweza kaabudu Mungu kwa mapokeo na kadhania kwamba anaabudu katika roho na katika kweli, kwamba anaabudu katika mapokeo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa watu walikuwa wanaabudu, watu wale wa Mashariki ya Kati, kwa sababu Biblia haina historia za nchi nyingi sana zilizokuwa nje ya Mashariki ya Kati kwa ule ulimwengu wa zamani, kwa sababu ulimwengu ulianzia Mashariki ya Kati na watu walienda kuongezeka ukitokea Mashariki ya Kati na kuenea dunia yote. Kwa hiyo habari nyingi za Mungu tunazikuta Mashariki ya Kati zaidi, na za ibada zilizoandikwa angalau. Huku kama walikuwa naabudu upande wa huku hatujui, nadhani walikuwa naabudu, lakini sasa hakuna aliyekuwa naandika. Kwa hiyo hatujui enzi hizo huku walikuwa naabuduje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba nisikilize. Biblia inasema siku moja Yesu akaamua, akiwa na safari ya kutoka Yerusalemu akienda Galilaya, akaamua makusudi apite katikati ya Samaria. Samaria, kiongelea Samaria kwa ulimwengu wa nyakati za Yesu, lilikuwa ni jimbo la katikati. Ile nchi sasa hatuna ramani, lakini ile nchi ilivyo, kaskazini yake kulikuwa na jimbo linaitwa Galilaya, katikati kuna jimbo linaitwa Samaria, halafu kusini kuna jimbo linaitwa Uyahudi. Yerusalemu imo ndani ya jimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ilikuwa inatumika, ilikuwa inapita kwenye mlima Mizeituni wakiwa natoka Yeriko, halafu anavuka kijito cha Kidron, wanaingia mjini Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio njia walitumia mara nyingi. Watu wengi kwenye misafara yao wakiwa wanakuja kwenye sikukuu, wakiwa natoka kule Galilaya kuja Yerusalemu, walikuwa wanapita Yeriko, ambao ni kando kando mwa mto Yordani. Njia ya kukatisha katikati ya nchi ili kupita katikati ya Samaria si njia ilikuwa inatumika sana mara nyingi. Lakini zamu hiyo Yesu akaamua, akiwa anatoka Yerusalemu kwenda Galilaya, apite katikati ya Samaria. Kwa kaacha ile njia ya kwenda kule Yordani Yeriko, kapita katikati. Na akiwa anasafiri akafika kwenye mji mmoja mdogo unaitwa Skari. Hapo mahali zamani, miaka ile Yakobo, unajua Yakobo alipokuwa amerudi kutoka huko kwa mjomba wake Labani, alifika Betheli. Betheli kwa ramani ya siku za Yesu, eneo lile liko katika jimbo hilo lilikuwa linaitwa Samaria. Haleluya. Na maeneo hayo yote ya Shekemu yako maeneo hayo, ambayo wakati huo lilikuwa jimbo la Samaria. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa maeneo yale alikuwepo Yakobo, alichimba kisima miaka hiyo ya zamani. Haleluya. Kwa sababu nafahamu alikwenda Betheli kwa ajili ya kufanyaje, ya kutimiza nadhiri zake.
Wakati anaenda kula alisema, nikirudi salama Mungu, kila sehemu kitu utakachonipa nitatoa sehemu ya 10. Haleluya. Neno yale alikakaa sana na binti yake. Yule watu wa pale walitaka kumchukua kinguvu nguvu. Baadaye akafanya mjadiliano wa binti yake alikuwa anaitwa Dina. Mjadiliano ulipokubalika, wa vijana wale hawakupendezwa na jambo hilo, kwa sababu wale vijana wa pale, mtoto wa mfalme wa pale alikuwa amemtenza nguvu ile binti. Simeoni na Lawi wakawaua watu wengi sana kwenye ule mji uliokuwa unaitwa Shekemu. Kwenye ile nchi ilikuwa inaitwa Shekemu. Yakobo alikaa pale maeneo yale. Kwa Yakobo alichimba kisima. Alikuwa na kisima. Sasa katika enzi za uzee wake, wakati unajua alizeekea Misri zaidi, mwishoni mwa siku zake aliishi Misri. Na katika taratibu zake za kutoa maelekezo mambo yatakavyokuwa, kwa sababu alijua watarudi, kile kisima kile na lile eneo lenye kisima akawa ameshatamka kwamba hiki atakayemiliki hapa ni Yusufu. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Amen. Kwa akawa amempa mtoto wake Yusufu, ambaye yeye alikuwa Misri zaidi kwa miaka mingi. Akawa ametoa maelekezo, lile eneo litakuwa la Yusufu. Na hata Yoshua akigawa nchi aliwagawia watoto wa Yusufu kati ya Efraimu au Manase. Kuna mmoja wapo alikuwa alimiliki pale, nadhani Efraimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu akafika hapo kwenye kile kisima kilichochimbwa na Yakobo zamani, ambacho Yakobo kwenye kugawa urithi alisema hiki kitakuwa cha Yusufu. Kwa hiyo akafika pale Yesu akakaa kupumzika kwenye kisima. Wanafunzi wake wakaondoka wakaenda mjini Sikari, kwa sababu kamji kalikokuwa karibu kalikuwa kanaitwa Sikari. Hapo kwenye eneo hilo la Samaria kulikuwa na hako kamji kadogo kanaitwa Sikari. Eneo hilo Yesu alipokuwa ameketi ndiko kalikuwa jirani na hilo eneo lenye kisima. Wanafunzi wa Yesu wote wakaenda kununua mikate, na mimi sielewi kwa nini walienda wote. Ya timu ya wanaume 12 wameenda kununua mikate, sielewi. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Lakini wakaamua kwenda wote 12 kwenda sokoni kununua mikate. Yesu akamaacha peke yake. Nalo si jambo la kawaida. Mnatembea na kiongozi wenu halafu mnamwacha kisimani peke yake. Wote mnaondoka kwenda sokoni kununua mikate. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Wote 12 wakaenda kununua mikate. Halafu Yesu wakamaacha peke yake kisimani. Na maandiko yanasema alikuwa amechoka, kwa alikuwa kwa namna nyingine pia anapumzika. Wakamaacha hapo peke yake mchana kama saa 6. Halafu Yesu akiwa amekaa hapo, akaja mwanamke kutoka kwenye kale ka mji kanakoitwa Sikari. Huko alikwenda wanafunzi kununua mikate. Kaja mwanamke kwenye kisima kuteka maji mchana kama saa 6. Yule mwanamke akamkuta Yesu pale kisimani. Yesu akaanza mazungumzo na yule mwanamke. Mazungumzo yale ni marefu na mnayafahamu, lakini aliyafungua kwa kusema, naomba unipe maji ninywe. Yule mwanamke akasema, unalosema ni geni, hatukulizoea, halipo kwenye utaratibu wetu na utamaduni. Sisi wa Samaria na ninyi Wayahudi hatujangamani. Sasa unaweza kujiuliza, kaskazini kule Galilaya kuna Wayahudi, kusini huku Yahudi kwenyewe kuna Wayahudi, halafu hapo katikati kuna watu hawajiiti Wayahudi, wanaitwa Wasamaria. Kaskazini upande wa pili ni Wayahudi, huku kusini upande mwingine ni Wayahudi,
Alafu katikati hapa kuna watu sio Wayahudi, ni Wasamaria, na halafu watu hawa hawapatani. Wapo katikati lakini hawapatani. Wa huku na wa huku hawapatani na hawa hapa katikati wanaoitwa Wasamaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hawapatani? Nalo ni jambo la jadi. Haleluya. Kwa sababu miaka mingi imepita. Kulikuwa wakati wa Sulemani alipomaliza kuligawanyika ufalme. Ufalme wa Sulemani ukagawanya kutoka mikono ya mtoto wake, ilikuwa anaitwa Rehoboam. Rehoboam mwana wa Sulemani akabakiwa na kabila ya Yuda peke yake huko kusini. Kabila zingine zote zikachukuliwa na kijana aliwahi kuwa mtumishi wa Sulemani anaitwa Yeroboam. Hayo majina yanafanana. Moja ni Rehoboam, mwingine Yeroboam. Bwana Yesu asifiwe. Yeroboam ndiye akawa mfalme wa makabila yale yote yaliyosalia kama 10. Rehoboam akabakia anaongoza kabila kama 2. Kwa wale wakaitwa ufalme wa Israeli, wale wengi wenye kabila 10 au wenye kabila 2 wakaitwa ufalme wa Yuda. Wakaweka makao makuu yao mahali panaitwa Samaria. Kulikuwa na mji unaitwa Samaria. Mbali na kwamba leo wakati wa Yesu tunazungumza jimbo linaitwa Samaria, lakini kabla huko nyuma kulikuwa na mji unaitwa Samaria. Na mji unaitwa Samaria ndio ulikuwa makao makuu ya ule ufalme wa upande ule ambao ndio uliitwa ufalme wa Israeli. Yerusalemu pakabaki ni makao makuu ya ufalme unaoitwa ufalme wa Yuda au ufalme wa kusini. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri unapokuwa unasoma Biblia mambo kama hayo unachokuwa unayajua, kwa sababu unapata uelewa mpana. Unapokuta story fulani unaweza kujua hii ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu kumetokea utenganifu, na si utenganifu wa kawaida, na uadui pia, kwa sababu mara nyingi walipigana vita. Mara nyingi ufalme wa Yuda walikuwa na vita mara kwa mara na ufalme wa Israeli, kwa si kwamba walielewana sana. Mara kadhaa walipigana vita. Kwa kuwa ni watu mara nyingi wanapigana vita, si watu wanaweza kuabudu pamoja. Tunakwenda pamoja watu wa Mungu. Na mahali Daudi na Sulemani walimjengea Bwana, na Bwana akasema meliweka jina lake hapo, ni Yerusalemu. Yerusalemu sasa wale ambao wako wamebaki upande ule hawezi kuja kuabudu tena, kwa sababu saa nyingine hawapatani. Haleluya. Wote wana Mungu huyu mmoja. Mungu wao ni mmoja. Wote wanajua Mungu wao anaitwa Mungu wa Israeli. Lakini wao kwa wao saa nyingine hawapatani, na ni falme 2. Na saa nyingine wanapigana. Kwa hawa hawezi kutoka kule wakaja tena Yerusalemu ambapo ndipo jina la Bwana lipo na hekalu lipo. Kuna wao wakaanzisha utaratibu wao, kukiwa ni Pasaka nao wanaenda hapo. Maana wanaziadhimisha wao kama wale. Huko wanaadhimisha Pasaka na kule wanaadhimisha Pasaka, lakini hawakutani tena. Hawa wanaadhimisha siku ya Pentekoste, kule wanaadhimisha Pentekoste, lakini hawakutani. Hawa wanaadhimisha sikukuu ya vibanda, wale nao wanaadhimisha sikukuu ya vibanda, lakini hawapatani. Sikukuu zote za Wayahudi watu wanaziadhimisha, lakini hawezi kuja kuadhimisha pamoja. Kwa wale wapande ule wakaanza wakapata eneo lao maalum, huo mlima ambao huyu mwanamke hakutaja, lakini watu hudhania ni mlima mmoja ulikuwa unaitwa Gerizim, ambao uko maeneo yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wakaweka utaratibu wao, na sisi tutakuwa tunamwabudu Mungu wetu huyo huyo wa Israeli hapa kwenye huu mlima. Wenzetu tayari wana hekalu kule Yerusalemu, wanaabudia Yerusalemu. Sisi tutaabudia hapa, kwa sababu hawawezi kuabudu pamoja, maana hawapatani. Zimekuwa falme 2,
hawapatani, hawezi kuabudu pamoja. Bwana Yesu sasa, kale kakitu kakajengeka, mwisho kakawa utamaduni, mwisho kakawa mapokeo. Watu wa kule wanaabudu huko, watu wa huku wanaabudu huku. Baadaye ikatokea wale walikuwa na madhambi sana, wale wa upande ule wa kaskazini, japokuwa wote walikuwa na madhambi, lakini wafalme kuliwahi kutokea wafalme wagumu sana kama kina Ahabu na wengine walikuwa na shida kubwa. Yeroboamu na wengine walikuwa abudu shetani kweli kweli. Sasa watu wale Mungu akakasirika, katuma mfalme wa Ashuru akawapiga, akawapeleka Ashuru wote, kabaki mabaki wachache sana. Baadaye nchi kaonekana imebaki bila watu. Mfalme wa Ashuru akachukua watu wengine kabisa, si Waisraeli, wala hawana hata sura kufanana na Waisraeli, wala damu ya Kiisraeli. Toka huko Ashuru kawaleta wajaze maeneo yaliyobaki bila watu, kawaleta Samaria, maeneo yale yote. Sasa hawa ni watu wa mataifa. Bwana Yesu sasa. Sasa watu hawa mataifa na Wayahudi, Torati haiwaruhusu kuchangamana kwa namna yote ile. Bwana Yesu sasa. Hawa waliotoka huku Ashuru wakaletwa kuziba mapengo ya nchi imebaki bila watu. Desturi ya Torati na ya Kiyahudi haiwaruhusu hata kunyoya glasi moja, hata kushikana mkono, kusalimiana. Bwana Yesu sana. Sasa ndio wanakaa hapo, miaka inazidi kupita, wanazaliana, mwisho wakawa wananchi wa muda mrefu, wazawa. Wayahudi huku wanaendelea kujua wale jamani, mchanganyiko wa watu wale, hatuwezi kuchangamana. Haleluya. Kwa kale kama pokeo kakajidumisha. Hawa nao wakaja kuchukuliwa kwenda Babeli, wakarudi tena baadaye. Hawa Yuda nao wakaenda Babeli, wakarudi wakajenga miji yao, lakini wanaenda kwa ule utaratibu wa Samaria wale. Haleluya. Ni mchanganyiko na watu wa Ashuru, watu wa mataifa, tuwezi kuchangamana. Hilo si damu halisi ya kwetu. Shachangamana sana, lakini bado Wayahudi wanaona mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakabaki hivyo na utamaduni huo. Wayahudi wanaona Wasamaria watu duni kwao. Wayahudi wanajiona wao ndio wenye hati miliki ya Mungu wa Israeli, na wale ni wazamiaji, wale wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ndio wenye hati miliki ya Mungu wa Israeli. Baadaye ikawa kacha, ikawa utamaduni, ikawa mazoea, ikawa mapokeo. Ndio hivyo. Na Yesu akiwa challenge Wayahudi na kujifanya kwao wao ndio wenye Mungu, siku moja akawatolea mfano. Alikuwa amefundisha somo linaitwa mpende jirani yako kama nafsi yako. Mmoja kauliza, jirani yangu ni nani? Mwanasheria nataka kumchallenge Yesu, jirani yangu ni nani? Yesu akamwambia ni hivi, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akakutana na majambazi, wakampiga sana, wakamnyang'anya, wakamjeruhi, wakamwacha mahututi barabarani. Kwa nasibu akapita kuhani. Ukisema kuhani unaongea wale wenyewe pure Wayahudi, wenye Mungu wao. Haleluya. Wale ambao ndio wenye Mungu wao, sicheze na wao. Haleluya, haleluya. Wale ambao wana hati miliki ya Mungu wao, huyo hawataki mwingine amsogelee, ni wakwao peke yao.
Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa nasibu akapita kuhani. Vukutere ndugu kwa barabarani, damu zinamchuruzika, hajitambui yuko hali mbaya. Kuhani naye anawahi kusalisha, bila shaka anawahi ibada, kutoza sadaka au kusalisha, kuendesha ibada. Akapita kando ya njia, maana jamaa yuko barabarani, ili kuhudumia huku kusimcheleweshe ibada. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamacha hivyo, ila anaenda ibadani, anaenda kumtumikia Mungu, ila hii sio huduma. Tunakwenda pamoja. Anaenda kumtumikia Mungu, lakini hii hapa ya huyu jamaa barabarani, yeye haiti huduma. Hivi nazungumza na watu wanakamata ninachofundisha. Kuna watu wana huduma zao, lakini kuna ukimwambia gusa hiki, haleluya, 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 haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Baadaye akapita Mlawi. Mlawi nayo ndio wale watu wa Bwana waliotengwa na Bwana kwa kazi ya Bwana. Haleluya, sema waliotengwa na Bwana kwa kazi ya Bwana. Haleluya, haleluya. Naye akamkuta ndugu yule yuko barabarani, damu zinamtoka, hali ngumu sana. Naye akapita kando, anawahi huduma. Hiyo sio huduma. Tutakwenda pamoja. Anawahi kwenye huduma, anaacha huduma kuwahi huduma. Kuna watu wanaacha huduma kwenda kufanya huduma. Kuna watu nazungumza nao leo. Jina la Yesu libarikiwe. Wanaacha huduma kuwahi huduma, maana zingine zaita nyonge, sio zao hizo. Kuna huduma nyonge, sio zao. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini akatokea Msamaria. Msamaria ni mtu hatarajiwi, wala haitu na yeye kama na huduma, wala hatambuliwi hata kama Mungu anamjua. Haleluya. Hadhaniwi hata kama Mungu anaweza kumkubali. Hadhaniwi hata kama anaweza katoa sadaka Mungu akaipokea, maana ni mchafu, ni Msamaria, mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa pembeni. Jana nilikuwa nawaambia ni mtu tu hana roho wa Mungu ndiye anayeweza kuweka watu wa Mungu kwenye madaraja. Ni mtu tu hana roho wa Mungu ndiye anaweza kuweka watu wa Mungu kwenye madaraja. Haleluya. Lakini aliye na roho wa Mungu anaelewa thamani ya kila mtu wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema yule Msamaria asiyedhaniwa, asiyetegemewa, asiye na hadhi. Haleluya. Akafanya kitu ambacho kuhani hakufanya. Akafanya kitu ambacho Mlawi hakufanya. Yule anaitwa hana huduma. Yule anaitwa hajaitwa na Mungu. Yule anaitwa Mungu hamjui. Tunakwenda pamoja. Mwaka fulani niliwahi kusafiri Katoro, tulikuwa tumeenda kwenye kikao cha dhehebu na baadhi ya wazee wa kanisa kule kwa mzee Rukinisha. Tukiwa tunarudi, nimekuja vizuri, nimepaki gari, tunasubiri feri.
Baadaye feri ilipokuja, mimi najaribu kuwasha gari, haiwaki. Gari kakataa kabisa kuwaka. Magari yanaingia kwenye feri, mimi siwezi kwenda kwenye feri. Gari yangu imekataa. Na feri ile ilikuwa usiku, nadhani ilikuwa ndio ya mwisho. Wakati ule zilikuwa hazifanyi kazi usiku kucha. Ni ya mwisho. Baadaye watu wenzangu wenye magari hapa wakanihurumia, wakaja wakaisukuma ile gari, wakaingiza pole, na mimi nikashika usukani pale, tukaenda wakaniingiza kwenye feri. Sasa kila mtu mle ndani ana ujuzi wake, kila aliye na ujuzi wa kutengeneza gari, akajaribu kufungua, utafuta shida iko wapi, mpaka feri kafika mwishoni, tatizo halijagundulika. Kwa gari haiwezi kuwaka bado, kwa haiwezi kutoka kwenye feri, ila kwa kuwa iko nyuma haizuii mengine kutoka. Kwa magari yakatoka, ya kwangu ikabaki kwenye feri. Mtu mmoja Mwarabu, sema Mwarabu Muislamu akanihurumia, akarudi. Alikuwa na kanta, gari yake ilikuwa ni kenta. Akasimamisha gari yake kule, akarudi tena. Akaja akasema, naomba nikuvute. Una kamba? Sina. Akachukua kamba kwenye gari yake, kaja akafunga kwenye gari yangu, akanivuta. Wengine wote Wakristo na wasio Wakristo, na bila shaka warokole wakosi walikuwa na magari pia, warokole wenzangu, hata kama tulikuwa tujuani kama ni warokole, lakini si warokole hata hivyo. Wameshaenda, sema wameshaenda. Bwana Yesu sana. Mwarabu Muislamu akanihurumia, akaja akanivuta, kanitoa kwenye feri. Lengo lake anataka anivute mpaka Mwanza mjini. Sasa akanivuta, tukatoka tukaja, tunaanza kushuka mteremko hivi kama nakuja huku Bukumbi. Sasa kamba ni kamba, hii gari za automatic ikiwa injini haiwaki na breki hazifanyi kazi. Ndio shida ya gari za automatic. Injini kizimika na breki hazifanyi kazi tena. Kwa tukifika kwenye mteremko, hii ya kwangu kwa sababu haishiki breki, inaenda kasi zaidi kuliko ya mbele yake, inaenda kuigonga. Na ni kamba, ingekuwa chuma kingekuwa kinaizuia. Lingekuwa ni bomba lingeizuia. Mara nyingi wanatumiaga bomba kuvutana. Lakini ikiwa ni kamba haizui. Nikawa nashika breki kwa njia ya hand brake. Nikivuta hand brake, speed haziendani. Mwisho nikaikata ile kamba. Natumia nguvu, yeye anaenda, mimi navuta hivi. Mwisho ile kamba ikakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuniacha, akarudi tena. Akasema, sasa ndugu yangu, wala sikuwa nimejitambulisha kama ni mchungaji. Akaniambia, sasa ndugu yangu, inabidi ukubali tu nikurudishe gari yako, tuwape walinzi pale feri. Halafu wewe, tulikuwa wengi, mke wangu alikuwepo na baadhi ya wazee wa kanisa tulikuwa pamoja. Wote akatusubiri, akaturudisha kule. Halafu akatuingiza kwenye gari yake, akatuleta mpaka Mwanza mjini. Alichelewa sana. Tumia masaa mengi. Akachukuana na sisi mpaka akahakikisha hajatuacha barabarani. Unasemaje? Jina la Yesu libarikiwe. Unasemaje? Kwa kuna wakati mwingine Mungu inabidi atufundishe kutodhani kwamba
sisi peke yetu tuna hati miliki ya huyu Mungu na kuna watu hawastahili. Sawa sawa. Nabidi Mungu atufundishe kuthamini watu, kuheshimu watu na kusaidia watu bila kujalisha tunatofautiana dini, tunatofautiana vipato, tunatofautiana elimu, tunatofautiana chochote kile. Tujifunze kusaidia watu, tujifunze kuchangamana na watu wengine kwa heshima vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule Bwana ituvumilia mpaka katufikisha, kakisha tumefika mjini, tuko salama. Sasa kila mmoja achukue njia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kwake kumbe palikuwa ni nera hapa. Mimi alinileta akanishushia kwake nera. Haleluya, kaniachia hapo, nikatafuta usafiri na mimi wa kwenda kwangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa Biblia inasema akapita Msamaria. Msamaria ambaye machoni pa Wayahudi si kitu. Machoni pa Wayahudi hana Mungu. Machoni pa Wayahudi si level yao. Hata kumgusa mkono tu wanajisikia wamenajisika. Na Yesu hakufafanua vizuri, lakini naamini yule jamaa alikuwa amepigwa na majambazi kwa Myahudi mwenzao. Halafu Wayahudi wenzake wakashindwa kumsaidia, kasaidiwa na Msamaria. Wayahudi wenzake wakampita kando, aliyemwokota pale ni Msamaria wanayemdharau, wasiyemtaka hata kumwona katikati yao. Msamaria ndiye aliyemwokoa Myahudi mwenzao, na wao wamemwacha barabarani. Na inawezekana hata majambazi yaliyompiga, inawezekana yenyewe alikuwa Mayahudi mwenzake. Nyumba ya wageni, akaenda kamkabidhi. Ndugu yule hajitambui, amepoteza fahamu, amepigwa sana, hajitambui, hajui hata amebebwa na nani. Ndugu yule akawekwa chini ya uangalizi, amempa huduma ya kwanza, divai ina ile asili ndani yake ya kutibu majeraha. Ni kama unavyoweza kuweka nini mnaita nini, spirit kwenye jeraha mtakiumia. Haleluya. Wakiapply divai ile ilikuwa inafanya kazi kama inavyofanya spirit, kuwaua bakteria wale ambao wasiendelee kushambulia. Kabla hajampeleka kule, akampaka kwenye yale majeraha, akampaka divai kama huduma ya kwanza. Baadaye akampeleka mahali pa huduma kwenyewe, akaripia. Unanielewa vizuri? Sema Msamaria. Msamaria akaripia. Na mimi naamini yule jamaa alikuwa Myahudi. Akamgharimia matibabu, kamlipia, akaambia watu, jamaa mhudumieni vizuri, naenda safari zangu, nikirudi au ameshapona ameondoka au bado yupo, mtanipa bili. Hata kama atakuwa ameshapona ameondoka, naomba nikute bili, msimdai. Unasikia huyu Msamaria? Yaani huyu bwana hata kipona msimdai, mimi nitalipa bili zake zote. Nitapotoka hii safari naenda, nitarudi hapa na bili zake zote za matibabu yake nitazilipa.
analipia mtu hamjui, amemwokota barabarani, hajitambui, hata hajui jina lake, hata hajui anakaa wapi, wala haendi kutafuta sifa baadaye kwamba akipona mwambia nisubiri. Maana mwambia nisubiri maana yake nifahamu, ila wananiabudu kidogo kidogo. Nikumbukia. Yani yeye anamaanisha akipona macha aende, mimi mniachie tu bili. Yani hana mpango hata wa sifa, hana mpango hata fahamike na huyo Bwana ila aanze kumpa sifa. Huyu ni yule Msamaria asiyetakiwa. Tunakwenda pamoja? Huyu ni yule Msamaria anaitwa hana Mungu. Sasa kweli mtu akikuuliza vizuri, kati ya yule jamaa aliyepita kando na huyu aliyefanya hii shughuli, mwenye Mungu ni nani? Haleluya. Mwenye Mungu kwa kweli ni huyu Msamaria. Ila hoja ilikuwa nani ni jirani. Ilikuwa hoja, ndio za huo mfano. Jirani yangu ni nani? Haleluya. Yesu akamuuliza yule muuliza swali. Sasa baada ya mfano huu na maelezo hayo, nani alikuwa jirani yake na huyu jamaa aliyeumia? Wote ilibidi waseme yule Msamaria ndio jirani. Yaani ilibidi wamkubali Msamaria. Mwambie jirani yako, kazi zako njema zitakufanya kubariki. Umeelewa vizuri? Kitakachokufanya ukubarike ni kazi zako njema, wala sio taito yako, wala sio cheo ulicho nacho, wala sio madarasa uliyosoma, wala sio fedha unazomiliki. Kitakachofanya ukubarike ni kazi zako. Ni kazi zako tu ndio zinaweza kutambulisha. Yule Msamaria alilazimika Wayahudi wenyewe kumkubali, wana sheria. Huyu ndio jirani. Huyu ndio jirani, wengine wote hamna kitu. Jirani ni huyu Msamaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu amekutana na Msamaria kama yule tuliokuwa tunamwongelea kwenye mfano ule. Amemkuta kisimani, na Yesu anajua utaratibu wa Wasamaria na Wayahudi. Anajua utamaduni uliopo katikati ya Wasamaria na Wayahudi, na mwanamke yule pia anajua utamaduni huu uliopo katikati ya Wasamaria na Wayahudi. Yesu akavunja ule mwiko wa ule utamaduni, kwa sababu Msamaria haweza kaleta ameshikilia kikombe na ukanywa ya hicho kikombe, ni najisi kama we ni Myahudi. Haleluya. Lakini Yesu anamwambia Msamaria, nichotee kwenye kikombe unachotumia kuchota, au chochote unachotumia kuchotea maji, nichotee uniletee ninywe. Mwanamke yule alishangaa mno, Myahudi kabisa. Kwanza utakishikaje kikombe ambacho mimi nimeweka mkono nikashika? Utakishika vipi? Haleluya. Maana ni najisi kwenu Wayahudi. Mimi kushika glasi na wewe ukaishika ukanywea, umenajisika wewe Myahudi. Utashikaje? Nakupaje kwanza? Bwana Yesu asifiwe sana. Nakupaje? Yule mwanamke akamwambia, imetokeaje wewe kutaka kwangu maji wakati unaniona kabisa mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi, na Wayahudi na Wasamaria hatuchangamani? Yesu akamwambia mwanamke, ungejua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, na wewe pia ungemwomba maji, maana
yeye angekupa maji ya uzima. Haleluya! Ungejua nana na kuomba maji, ungejua karama ya Mungu na ukajua nani anayekuomba maji, ungefanya haraka kumpa na wewe pia ukamwomba maji. Haleluya! Kwa sababu yeye angekupa maji ya uzima, na maji hayo kianywa hutaona kiu tena. Mazungumzo yakaendelea, story ni ndefu. Baadaye akafika pointi, Yesu akamwambia yule mwanamke, kamlete mmeo. Mwanamke akasema, mimi sina mme. Yesu akamwambia, umesema vema, wewe huna mme, kwa sababu umekuwa na 5 na hata yule mwingine bila shaka wa 6 umemwacha ndani na isiyo wa kwako. Anasema wewe ni nabii sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Akasema wewe ni nabii. Haleluya, haleluya. Akasema sasa ninyi tu. Mada ikabadilikia pale mwanamke alipogundua anaongea na nabii, mada ya kuabudu ikaingilia hapo. Akasema sasa nimejua wewe ni nabii. Sasa kama wewe ni nabii, tuongelee masuala kwanza ya kuabudu. Haleluya. Sisi wa Samaria tunaabudia mlima huu. Kulikuwa na mlima huko hapo jirani, ambao kama nilivyotangulia kusema ile historia, baada ya kuwa hawawezi kwenda Yerusalemu kuabudu kwa sababu ya ule ugomvi uliojitokeza na mgawanyiko wa ufalme, walijichagulia watu wa Samaria mahali pa kuabudia badala ya Yerusalemu. Akasema sisi tunaabudu Mungu kwenye huu mlima, na ninyi Wayahudi hizi ibada tunafanyia huku mnaziita batili. Mnasema Yerusalemu ndipo patupasapo kwenda kuabudia Mungu. Hizi sisi tunafanyia huku kwenye mlima, ninyi mnaita batili. Ngoja nikwambie, kabla hujaanza kusema kanisa fulani ndilo lenye Mungu na lingine fulani halina Mungu, fikiria usije ukawa ni Myahudi anayedhani za kwake ndizo halali halafu za Wasamaria ni batili. Kuna watu wanabatilisha makanisa mengine, utafikiri wao ndo waliyatengeneza. Haleluya. Kuna watu wanabatilisha watumishi wengine wa Mungu, utadhani wao ndo waliwaita. Jina la Yesu libarikiwe. Fikiri kwanza kabla hujaanza kudhani ibada unayofanya wewe ndiyo njema na ya mwenzako sio njema. Fikiri kwanza. Pima kwenye neno la Mungu. Roho wa Mungu akuongoze kuelewa unaongea kitu gani. Kuna watu unadhani hawataenda mbinguni, lakini kama utabahatika kwenda mbinguni, wewe mwenyewe utashangaa kuwakuta. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Narudia, kuna watu wewe unadhani hawatakwenda mbinguni, na kama Mungu atakujalia ukafika, utashangaa kuwakuta wapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini pia kama utajaliwa kwenda mbinguni, kuna watu uliojiaminisha 100% hawa ndio wanaoenda mbinguni, halafu utashangaa kukuta hawapo. Umeelewa vizuri?
Kuna watu kwa akili yako yote na mapokeo yako yote na uelewa wako wote na vigezo vyako vyote, unadhani hao ndio wanaoenda mbinguni. Na kama Mungu atakujalia ukabahatika kuwepo, utashangaa kukuta hawapo. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Kuna watu utashangaa kukuta ulidhani ndio wangekuwa mbinguni, halafu utakuta hawapo. Na wewe mwenyewe mwenye mitazamo hiyo, ikitokea umefika mbinguni, wewe utajishangaa, hivi na mimi nimebahatika? Maana kuna maisha fulani uliishi wewe mwenyewe una mashaka kama unaenda au Bwana Yesu sasa. Wewe mwenyewe huna hakika siku zingine kama kweli unaenda au. Kutajikuta kama ni mtu ameangukiwa na bahati. Siku hiyo Yesu amekuja akakuta kidogo hiyo siku ya mambo yamekaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri sana tunapoongelea jambo la kumwabudu Mungu, tuanzie kwenye msingi huo. Yakobo aliandika, mtu asijivunie dini yoyote alionayo, kwa sababu dini iliyo safi isiyo na mawaa mbele za Mungu ni ile dini inayowatazama wajane na yatima na inayojilinda na dunia pasipo mawaa. Muulize jirani yako, hiyo dini unayo? Muulize tena, hiyo ndio dini yako? Au unafurahia tu dini yako kwa Gilgali basi? Kuna watu wakisikia Gilgali wanaona kama ndio mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anasema dini safi mbele za Mungu ni ile mtu anashughulika na masuala ya wajane na yatima na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kuwa Gilgali, hakikisha hiyo dini unayo. Tunakwenda pamoja. Narudia tena, pamoja na kuwa na dini yako nzuri inaitwa Gilgali. Na mimi najivunia hii dini, mimi najivuniaga sana, inaitwa Gilgali. Haleluya. Lakini hakikisha na hiyo dini aliyosema Yakobo na yenyewe unayo. Hakikisha hiyo dini unayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiongea habari ya kuabudu Mungu, unaanzia kwanza kwenye hiyo dini. Waabudu, Yesu alisema kitu kinaitwa the real worshipers, waabudu halisi. Kwa sababu gani? Wote tunaabudu, lakini si wote tunaabudu halisi. Wote tunaabudu, na dunia imejawa na watu wanaabudu, lakini wale ambao Mungu akiwatazama anasema hii ni ibada halisi, sio wengi. Sote wanaoabudu ibada zao ni ibada halisi, na hao sio Mungu anautafuta. Biblia inasema Mungu anatafuta watu ambao wakiabudu, hata yeye mwenyewe akiangalia mioyo yao anaona ibada halisi ndani yao. Akiangalia kutokea ndani mwao, kutokea dhamiri zao
tangu wanatokea nyumbani mwao wanasema wanaenda kuabudu, anaona mioyo halisi inayoenda kuabudu, ibada halisi. Mungu anatafuta wanaoabudu halisi, sio waliohudhuria ibada, wanaoenda kuabudu halisi. Waliopeleka maisha yao kuabudu, wamepeleka mioyo yao kuabudu, wamepeleka fikra zao kuabudu, wamepeleka na sadaka zao kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwanamke anasema, ninyi Wayahudi mnaona ibada zetu sio halisi, mnasema ibada halisi iko Yerusalemu, sisi tangu wa baba zetu tunaabudu hapa kwenye huu mlima. Ninyi na mimi mkituangalia tukiabudu ibada zetu kwenye huu mlima, mnasema hizo sio ibada za kwenu, za Yerusalemu ndio halisi. Yesu akamwambia, mama, huo msimu umepita. Msimu wa kudhania ibada halisi ziko Yerusalemu na ziko kwenye mlima huu umepita. Saa inakuja na sasa ipo, waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Si Yerusalemu wala si mlima wenu huu hapa. Waabuduo halisi, maana yake waabuduo wa kweli. Ndio maana napofundisha kuijua kweli, lazima nizungumze habari ya kuabudu kwa kweli. Maana siku hizi kuna maigizo ya kuabudu. Watu wengi tumejawa na maigizo ya kuabudu. Yesu akakisema, lazima najua ninyi hakuna hatari kama kuabudu usichokijua. Akabeba shida yenu ninyi wa Samaria, mnaabudu msichokijua. Na shida kuabudu tusichokijua sasa imetawala waabudu wengi. Mungu alitujalia tukajipatia jina zuri linaitwa makanisa ya kiroho. Lakini muulize anayesema asali kwenye kanisa la kiroho, muulize kanisa la kiroho maana yake nini? Hata hajui. Haleluya. Kanisa kwa la kiroho ndio nini? Hata hajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaabudu makanisa kiroho lakini tumeshindwa kuwa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu hatujui kuabudu katika kweli. Haleluya. Majina mazuri makanisa ya kiroho, lakini waabudu wenyewe tumeshindwa kuwa wa kiroho. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ukiabudu kanisa unaloliita la kiroho, na wewe uwe wa kiroho, italeta maana kuliko mtu abudu kanisa analiita la kiroho lakini yeye mwenyewe ameshindwa kuwa wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Akasema waabuduo halisi si kwenye mlima huu, si Yerusalemu, wala si kwingineko. Mungu ni roho, na anaye roho wake anaitwa roho wa kweli. Huyo atawapeleka katika kweli. Hata mkiabudu katika huyo roho, mtaabudu katika kweli. Haleluya. Mungu ni roho, roho wake ni roho wa kweli, na roho huyo anatutia katika kweli yote, na anaweza kutufundisha kuabudu katika kweli. Kwa akasema lazima kwanza mjue dini ya kweli ni dini gani, ili muwe waumini wa dini ya kweli.
safi, isiyo na ila, kuona yatima na wajane na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mnapoabudu, mjue mnaomwabudu ni roho. Mungu ni roho. Wanaoabudu katika roho ni watu wamezaliwa katika roho. Alimwambia mtu mmoja alipata tatizo la uelewa wa kitu kinaitwa kuzaliwa mara ya pili. Ni kitu gani? Alipoambiwa usipoweza kuzaliwa mara ya pili, huwezi kabisa kuingia ufalme wa Mungu. Tuila katatizo akasema, kuzaliwa mara ya pili ndio nini? Je, ni mtu kurudi kwenye tumbo la mama yake akiwa mzee kama nilivyo, halafu akazaliwa tena? Yesu akamtazama. Yule bwana alikuwa msomi sana, halafu ni mwalimu, alikuwa ni Farisayo. Mafarisayo ndio walikuwa wanafundisha sheria ya Kiyahudi, yani Torati. Akamtazama Yesu, akamuuliza swali, wewe ni mwalimu wa Israeli, halafu jambo kama hili hulijui? Sasa kama unafundisha Israeli na hili hulijui, unafundisha nini sasa? Haleluya. Hili jambo hulijui na wewe ni mwalimu wa Israeli, nini unafundisha? Yesu akamuuliza, wewe ni mwalimu wa Israeli na hili jambo hili hulijui? Hujui kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho? Na ni vizuri, kilichozaliwa kwa mwili hakina uwezo wa kuabudu katika roho na kweli. Na ndipo mahali tunaposhindiwa kuabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu tunataka tuwe watu ambao hawafanani kama waliozaliwa kwa roho, halafu tunataka tumwabudu Mungu kwa roho. Tunakwenda pamoja. Akasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kitabakia ni mwili, na mambo ya rohoni hakiwezi kuyajua. Mnaelewa vizuri? Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kitabaki ni cha kimwili. Kitabaki ni mwili na tabia zake zitabaki za kimwili, maisha yake ya kimwili, hata namna yake ya kuabudu itabaki ya kimwili. Sawa sawa. Hata namna yake ya kumjua Mungu itabaki ni ya kimwili zaidi. Akasema kilichozaliwa kwa roho ni roho. Hicho kilichozaliwa kwa roho kitakuwa ni roho, kitaendelea kuwa ni roho, kitafanya mambo kwa roho, kitaomba kwa roho, kitatoa kwa roho, kitaabudu kwa roho, kitafanya kila jambo kwa roho. Kilichozaliwa kwa roho. Paulo akaweka vizuri zaidi, akasema mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyafahamu mambo ya roho wa Mungu, kwa sababu kwake mtu huyo mambo hayo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndio maana ni lazima kuzaliwa mara ya pili kwa roho. Kama kuna mtu anajisikia anahitaji kurudia kuokoka, tunapozungumza mambo ya kweli ya Mungu, ni vizuri karudia kuokoka. Tutakwenda pamoja? Na au kama ulidhani umeokoka kumbe hujaokoka, ni vizuri kaokoka. Nimerudia tena, narudia tena. Kama kuna mtu anajisikia huo wokovu nilivyokuwa natembea nao nahitaji kuokoka tena, ni bora ukubali kuokoka tena. Ni bora ufanye maamuzi ya kuokoka tena. Na kama ulidhani umeokoka na hujaokoka, ni vizuri amwe kuokoka.
kwa sababu waabuduo halisi wataabudu katika roho, na hakuna anaweza kuabudu katika roho kabla hajazaliwa kwa roho, kwa sababu aliyezaliwa kwa mwili ni mwili na aliyezaliwa kwa roho ndiye roho. Aliyezaliwa kwa mwili ni mwili na ataendelea kuwa mwili, atadhani anafanya vitu vya kimungu, kumbe anavifanya mwilini, anavifanya kimwili, anavitekeleza kimwili, anaviwaza kimwili, kila kitu anakipeleka kimwili. Hawezi kwenda katika roho. Na mtu ambaye amezaliwa kwa roho pia hata kuwa akifanya mambo ya Mungu kimwili, hata maabudu Mungu katika mwili, hata mtumikia Mungu katika mwili. Nadhani hiyo lugha ninayosema nanielewa, usije kuanza kunichallenge, maana kuna watu ni wasomi sasa kunichallenge, sasa utaacha mwili nyumbani uende kumtumikia Mungu. Na mimi naongea na watu wanaelewa ninachosema. Haleluya. Maana kuna watu tu anaweza kuamua kufanya uchambuzi alafu akafikiri ni hoja natoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi mnaelewa ninachoongea. Siongea habari ya kuacha mwili nyumbani na kufanya vitu kwa roho, tukiwa roho. Nimesema kuifanya kwa roho. Jina la Yesu libarikiwe. Yesu aliposema tuabudu katika roho na kweli, hakumaanisha tuache mwili. Kwa kama huwezi kunielewa kwenye hilo, maana yake hata Yesu muelewi sasa. Maana Yesu alisema waabudu halisi wataabudu katika roho na kweli, lakini hakuwa anasema wavue miili. Paulo tufafanulia akasema mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu anaendelea kuyaona ni upuzi, wala hawezi kuyapokea kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na Mungu. Wala yeye hatambuliwi na mtu, yeye huyatambua yote ya rohoni, ila yeye hatambuliwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaweka vizuri akasema ulimwengu hautawatambua, wala roho huyu anayekaa ndani yenu ulimwengu hautamtambua, ila ninyi mtamtambua kwa sababu anakaa ndani yenu. Haleluya. Amen. Ulimwengu hautawapenda kwa sababu ninyi sio ulimwengu. Huyo roho aliyemo ndani yenu ulimwengu hautamtambua kwa sababu huyo roho si wa ulimwengu. Wale wasio wa ulimwengu watamtambua roho wa Mungu asiye wa ulimwengu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akamwambia Msamaria, wanaotaka kumwabudu Mungu wamwabudu katika roho, na ili waabudu katika roho lazima wameanzia mahali pa kuzaliwa katika roho. Kuzaliwa kwa roho. Kuzaliwa kwa roho ni kuokoka kwa kweli, kuokoka katika kweli, kuokoka. Mungu atusaidie sana tuondoe usanii kwenye huu wokovu. Mungu atusaidie tuondoe usanii kwenye wokovu. Tuokoke katika kweli, tuondoe usanii, wokovu wa kisanii. Mnaelewa watu wa Mungu? Tuondoe wokovu wa kisanii. Tuokoke. Tukiokoka tutamwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Tukiendelea na usanii hatutamwabudu Mungu kwa roho wala kwa kweli. Narudia, si kila aabuduye
anaabudu halisi. Kuna kuabudu halisi na kuna kuabudu tu kusiko halisi. Nimalize kwa kusoma mstari huo katika Yuda hapa, halafu tuhitimishie hapo. Wakati nafundisha hili somo nisema sitaenda haraka. Nilisipoisha hakuna shida, tutakuwa tunaanzia tulikoishia. Na sina mpango wa kufundisha haraka haraka kumaliza points. Ninataka ninachokifundisha kiumbike ndani ya wale wanaokisikia. Tupokuwa tunaomba maombi ya siku 21 huu mwezi wa 5 ulioisha, kuna siku nilisema Mungu akinijalia nikapata angalau watu 50 tu wanaelewa ninachosema, nitamshukuru sana Mungu. Mungu akinijalia nikapata hata watu 50 wakakamata ninachosema, nitamshukuru Mungu. Bwana wetu asifiwe. Watu wa Mungu, usanii ni mwingi, na Mungu atusaidie tuachane na usanii. Usanii ni mwingi kila mahali, ibada za kisanii, huduma za kisanii, nyimbo za kisanii, toaji wa kisanii, ushirika wa kisanii, uumini wa kisanii, usanii kila mahali. Mungu atusaidie sana tuokoke na tumaabudu Mungu katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yuda anasema haya maneno juu ya wasanii. Yuda anasema hivi, watu hawa, naanza mstari wa 10. Nimesema Yuda, naanza mstari wa 10. Bwana, umefika? Lakini watu hawa huyatukana mambo wasioyajua, na mambo yatambayo kwa asili wajiharibu kwayo kama wanyama wasio na akili. Ole wao kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini. Njia ya Kaini mnaijua. Anatoa vibaya, halafu anaonea wivu waliobarikiwa kwa sababu ya kutoa vizuri, mpaka kuwaua. Na kufuata kosa la Balaamu. Kosa la Balaamu simnalijua, kutamani mali, ujira mkubwa, halafu yuko tayari aende kinyume na mapenzi ya Mungu kwa sababu ameona pesa sehemu. Ndio kosa la Balaamu, pasipo kujizuia, kwa ajili ya ujira. Nao wameangamia katika maasi ya Kora. Kora kosa lake mnalijua, maasi ya Kora mnajua. Kutotambua watumishi waliowekwa na Mungu. Maasi ya Kora, alishindwa kumtambua na kumheshimu Musa na Haruni kama watumishi wa Mungu juu yake. Alishindwa kuwapa heshima, akatamani na yeye awe kuhani. Haruni atolewe, yeye ndiye aingie. Kuna watu hawajui kuheshimu watu waliotumwa na Mungu kwa ajili ya, wala hawatambui. Hayo ndio maasi ya Kora. Kutowatambua waliotumwa na Mungu kuja kwako kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo. Anaposema karamu za upendo, anazungumza ule ushirika wa kanisa, ibada za upamoja wa kanisa. Unapokuwa kwenye ibada kama hii tulionayo, inaitwa karamu ya upendo. Tuko kwenye karamu ya upendo. Sasa nasema watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo, walapo karamu pamoja nanyi, wakijirisha pasipo hofu. Ni mawingu yasiyo na maji, yachukuliwayo na upepo. Ni miti iliyopukutika, isiyo na matunda, iliyokufa mara 2 na kung'olewa kabisa.
Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, yakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Ni nyota zipoteazo ambazo Yesu wa giza ndio akiba yao waliowekewa milele. Na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizotenda bila kumcha Mungu, kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Watu hawa ni wenye kunung'unika, ni wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Haleluya, haleluya. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba aliwaambia kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu wasio na roho. Haleluya, haleluya. Yaani mnakuwa kwenye kanisa hivi, lakini kuna watu ni wa dunia hii tu, wala hawana mpango wa kuwa na roho wala kuishi kwa roho. Tuko na pamoja. Wanaleta matengano, wanaleta manunguniko, wanaleta vitu vya kila aina, takataka za kila namna zijaza kwenye kanisa. Kumbe tu na watu wanawasikiliza, kumbe mtu mwenyewe unayemsikiliza ni wa dunia hii tu, hana mpango wa kwenda mbinguni hata kesho. Haleluya. Hana roho, hana roho wala hana mpango wa kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa dunia hii tu wasio na roho. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jirindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema za Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana sana. Kuabudu katika kweli. Kesho nitahitimisha kipande hiki cha kweli, na Jumamosi nitaanza utangulizi kwenye kipande kinachoongea sasa kipi ni uongo. Haleluya. Tutaanza kwenda kuangalia uongo, maana nimekuwa naongelea kweli. Ukishafahamu kweli ni rahisi kufahamu uongo. Kwa Jumamosi nitaanza kutembea pole pole kwenye kitu kinachoitwa uongo, na hapo ndipo wengi mtanielewa vizuri zaidi. Amen. Tusimame. Inua mikono yako. Mwenyezi Mungu, naliweka kanisa lako katika mikono yako na katika neema yako. Nimelifundisha kama ulivyonifundisha pasipo kujizuia. Nimelifundisha kwa kadri ya maneno uliotia katika moyo wangu na katika kinywa changu pasipo kujizuia. Nami najua ya kwamba wale ambao umewajalia kuwa na masikio wamesikia, wale uliowajalia kuelewa wameelewa, nao wataongoka na utawaponya. Ninaomba katika jina la Yesu, kila aliyesikia umjalie kuongoka, umjalie kuponywa, kwa sababu moyo wake ameuhudhurisha mbele zako katika uongofu wa kweli, katika jina la Yesu. Ninaomba msaidie kila moja katika haya, na hata tukitoka mahali hapa msaidie kwenda akiyatafakari kama alivyosema mwandishi wa Zaburi akisema, sheria yako naipenda mno, ndio kutafakari kwangu mchana na usiku. Naomba kila moja maneno haya ambayo tumesikia jioni leo na tumesikia katika mfululizo wa wiki hii tangu jana, yawe ndio kutafakari kwake mchana na usiku katika jina la Yesu. Ayapende sana maneno haya na yageuke kuwa ndio kutafakari kwake mchana na usiku. Walinde katika hii kweli, na kweli neno lako. Kila mmoja mlinde katika hii kweli,
maana kweli ni neno lako, inatosha kumlinda kila mtu na kumpa urithi pamoja na wote waliotakaswa. Walinde na kuhifadhi. Tuko tayari sasa kuleta sadaka mbele zako. Tunaomba zipate kibali machoni pako, na uziridhie zile ambazo ni sadaka kwa ajili ya ibada hii na zile ambazo ni zaka kutoka katika mikono ya watoto wako. Zote uzipokee na waridhie watoto wako katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wakabarikiwe, wakanemeke kwa kila namna, na uwepo wa kutembea na kila moja ukamfikishe mahali pake salama, kumandaa tena kukutana wewe kesho katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Barikiwe sana.